tulikuwa tunapoteza zaidi ya bilioni 7 na ijulikane zinaenda kwenye mfuko wa nani. Kwa hiyo tunapongeza sana mkurugenzi pamoja na timu ya wataalamu na kamati ya usalama kwa namna ambavyo mmefanya kazi kubwa ya mapinduzi makubwa sana. Hii ni kujikana nafsi zetu. Kwa hiyo ni kazi nzuri na hongereni, maana mmeendelea kuendelea business as usual na fedha za serikali zingeendelea kupotea na wananchi hela zisingeenda kwa njia ambayo haikupaswa kwenda. Lakini moja ya eneo ambalo ninashawishika kuwashauri mwekezi ni eneo la ujenzi wa hoteli na fursa zingine za kibiashara kwenye mji wenu. Mmeona mmepanga kupima viwanja, lakini tumeanzisha ile sherehe yetu ya Ijuka Umuka. Ni wakati mwafaka wa kutenga maeneo ya uwekezaji na kuwavutia wawekezaji waje wajenge hoteli, lodges na maeneo ya burudani kwenye wilaya yetu. Kwa wakati mnapanga hili, ni muhimu sana mkaboresha mji. Unajua, mji ukiwa na maeneo mazuri inasababisha watu wengine kutoka nje ya wilaya kuja hapa, na wakija hapa mji unachangamka, material anauza chakula, mwingine anauza loji, mwingine anauza pikipiki, yani shughuli zinakuwepo nyingi, lakini lazima kuwe na huduma zinazohamasisha watu kuja hapa. Kwa bado mimi nashawishika kwamba jengeni mahoteli, mnazo fedha za kutosha, wapeni watu viwanja, waonyesheni, wapeni incentives kwamba tunakupa kiwanja bure au kwa gharama ndogo, lakini tunachotaka utujengee hoteli nzuri ya kisasa. Kwa mwenyekiti, hii eneo hili mnaweza mkaliboresha zaidi. Huu mji haupaswi kufanana na unaofanana. Kwanza nyinyi mna pesa nyingi sana. Bilioni ngapi hizi? 14, sio hela kidogo. Nyinyi mnatenga hapo, mmeweka bilioni 2 kwenye jengo tu moja la hiyo mall iliyoko hapa soko. Si kila halmashauri, kwa sababu halmashauri zingine hiyo bilioni 2 ndio miradi ya mapato ya maendeleo, ndio kila kitu kiko hapo. Wengine bilioni 1 ila 40%. Kwa nini mnakusanya vizuri? Tuone basi kwenye matendo haya makusanyo yenu yakileta tija. Ninavyomuona mwenyekiti, ninaonekana ni mtu wa mipango kwa uonekano wa nje, sijui kwa ndani, lakini ninavyokuona ni smart. Kwa hiyo tunategemea kwa uwepo wako utaikimbiza wilaya hii kwa spidi na kufanya miradi ya mikakati. Nimeona hapa mnajenga maduka kama malls hizo, lakini sasa kamilisheni. Kila siku nikija hapa naona mbao tu. Kamilisheni sasa, watu waenda kufanya biashara. Wilaya yenu itakuwa imekimbia kwa spidi kuliko hata kule kwangu Karagwe, na waonea wivu. Lakini msipofanya, na mimi tunaweza tukaanza sisi alafu tukawapita. Kwa tujenge miradi mikubwa ambayo itabadilisha mfumo na mtazamo wa wilaya yetu. Na nimesikia kwamba kuna wafanyabiashara hapa. Huu mkoa ni wa kwenu na hii wilaya ni ya kwenu, na haiwezi kujengwa na watu wa nje. Ukija hapa ukitafuta hoteli unaweza ukapata 1 au 2. Sasa nani atawajengea hizo hoteli? Watu wa Uganda wote wanatakiwa wakitoka hapo Uganda waje hapa, kama ambavyo na sisi tunataka kwenda kwao. Lakini ukija hapo upate hoteli. Kuna hoteli moja hapa inaitwa nini? Hiyo moja maarufu. Inaitwa nini? Case. Inaitwa Case. Ndio pekee yake ile hapo. Kwa hiyo tunataka wafanyabiashara mnaposhiriki hapa, halmashauri kama mna viwanja ambavyo hamjaviendeleza, wafanyabiashara wajenge mahoteli. Mnazitunza ili mzifanyie nini? Mwenyekiti atatuambia baadaye. Inawezekana halmashauri wana viwanja zaidi ya 20, zaidi ya 30. Havina kazi. Sasa nyinyi mnafanyia nini? Tafuteni wafanyabiashara, wawekezaji wazuri. Hizo ni incentives, wapeni viwanja, mwambie tunakupa kiwanja, tunataka hoteli ya nyota 5. Tunataka hoteli ya nyota 3. Tunataka ukumbi wa mikutano. Sisi tutakupa kiwanja. Nimeambia kuna mabenki hapa. Hiyo benki iko wapi? Mnazo frame tu za mabenki. Tunataka watu wapewe, wafanye maendeleo, mji upendeze, ufanane. Ukipita hii barabara mpaka uulize kwamba niko wapi, ndio utaambia uko Mseni. Lakini hakuna viashiria ambapo ukifika hapa ukitazama unasema wow, hapa ni Mseni.